Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kesho inachezwa michezo raundi ya 28. Mbio za ubingwa sasa hivi ndio kitu ambacho kinazungumzwa. Kuna watu ambao bado wana imani Simba anaweza akafanya chochote kwa muda huu hapa, lakini kuna watu ambao wanaamini Simba nafasi yake kubwa ipo kwenye CRDB. Of course, ukiangalia kwa namna ambavyo ligi hivi sasa inaendelea utagundua kwamba kitu pekee ambacho hivi sasa Young Africans anaendelea kujivunia nacho ni kuchanga karata zake vizuri. Katika mzunguko wa kwanza unaona alikusanya alama nyingi, lakini pia mzunguko wa pili mwanzoni alikusanya alama, japokuwa mwishoni tumeshuhudia kwamba kuna michezo kadhaa ambayo alidondosha alama, lakini kwa bahati nzuri bado still yupo katika nafasi nzuri. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusiana mbio za ubingwa za ligi kuu, tunazungumza kuhusu uwezekano mkubwa wa Young Africans wao kuwa mabingwa, kwa sababu tayari wana advantage hiyo, kwa sababu mpaka hivi sasa wanaongoza ligi wakiwa na alama takriban 2. So na unavyojua kwa mwenendo wa ligi jinsi ulivyo na falsafa na hali ya ligi yetu jinsi ilivyo, kwa timu ambazo hivi sasa zimesalia ni ngumu kuona kwamba kama kuna timu ambayo inaweza ikamsimamisha Young Africans kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine lazima utaona kwamba nafasi kubwa ambayo hivi sasa wako nayo Simba ni kutetea ama kwenda kupambania taji la CRDB Confederation Cup kwa maana ya FA. Ndio nafasi kubwa ambayo hivi sasa tunaweza kuzungumza kwamba Simba wako nayo. Ndio maana ukiangalia hivi sasa focus kubwa ni kushinda michezo yao, lakini focus ya ubingwa ipo katika CRDB Confederation Cup. Yes. Inawezekana vipi kuwa na hiyo focus kwenye upande mmoja wakati ambapo tunaona nafasi bado ipo kwa pande kwenye maeneo yote kwa maana ya taji la ligi kuu lakini pia CRDB? Kwanza kwa sababu Simba hawana nafasi ya kukutana na mtu ambaye anaongoza ligi kwa maana ya Young Africans, washamalizana. Na ukiangalia katika CRDB Simba yeye ana nafasi ya kuingia katika kiwanja kupambania ubingwa. Kwa hiyo utagundua kwamba ni vitu tofauti, kwa maana huku katika ligi anategemea wapinzani ambao wako hivi sasa ndio waweze kumsimamisha Young Africans kwa maana ya TRA pamoja na JKT. Je, wakiangalia uwezekano huo hupo kwa aina ya focus kubwa ambayo hivi sasa wako nao Young Africans, uhitaji mkubwa ambao wako nao Young Africans ambao wao tayari katika CRDB Confederation Cup wameshatolewa. Kwa maana wao hivi sasa Young Africans akili yao ipo katika ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa vyovyote vile Simba wenyewe wanatambua kwamba katika ligi wanachosubiria ni kwamba itokee emergency, kama bahati mbaya Young Africans adondoshe alama alafu wao waweze kufaidika na namna ambavyo Young Africans wamedondosha hizo alama. Lakini tukizungumza kuhusiana CRDB, kwa maana Simba yeye mwenyewe ndio anaenda front kwenda kupigania ubingwa, kwa maana atakwenda kucheza fainali dhidi ya Azam FC. Kwa maana kama atachanga karata zake vizuri anaweza akapata hilo taji, kama atajiandaa vizuri anaweza kupata hilo taji. Ndio maana tukasema kwamba focus kubwa hivi sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kuhakikisha anakwenda kushinda mchezo wake wa fainali. Huku katika ligi yeye anahakikisha kushinda mechi zake, lakini hahakikishi kwamba anakwenda kutoa taji, kwa sababu hili atoe taji inapaswa Young Africans aweze kuangusha alama, kitu ambacho ni kigumu ukiona kwa focus kubwa ambayo hivi sasa iko nayo Young Africans, spirit na namna ambavyo wanaweza kutafuta ubingwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunaona kwamba Young Africans wapo katika nafasi nzuri zaidi ya kutoa taji la ligi kuu, huku Simba nafasi yao ama karata yao ya muhimu ipo katika CRDB Confederation Cup. Licha kwa kusema kwamba nafasi yao ipo huko, lakini pia huko wana mchezo mgumu dhidi ya Azam FC, na wanapokutana imekuwa ni ngumu Simba kupata matokeo dhidi ya Azam FC, japo inawezekana, lakini game inakuwa ngumu, na tunajua kwamba mechi ikiwa ngumu kama hivyo tena dhidi ya Azam FC wanaweza wakapata ushindi Azam FC. Of course ukiangalia finali inatabiriwa kuwa ngumu kwa sababu ya ushindani mzuri ambao wako nao Azam FC, hususan kwa timu hizi za daraja A kwa maana ya Simba na Yanga. Tukizungumza kwamba miongoni mwa timu ambayo imefanikiwa kuchukua alama 3 kunako ligi kuu soka Tanzania bara ni Azam FC. Ikumbuka katika mzunguko wa kwanza mchezo ambao ulikutanisha Azam na Simba, Azam walifanikiwa kupata alama 3, waliweza kuifunga Simba. Mechi ya pili tukashuhudia sare ama kwa maana ya suluhu. Kwa hiyo ukishaona namba hizo utagundua kwamba ni timu ambayo inaweza kaenda kacheza na Simba na ikapata chochote kitu. Kwa hiyo binafsi nadhani mechi itakuwa ngumu, lakini ukiwaangalia Simba wao wana uhitaji zaidi, lakini pia Azam pia wana uhitaji zaidi. Kwa hiyo tutegemee kuona mechi ambayo kila mmoja atajaribu kupambana kwa nafasi yake kisha anaweza kutoa taji. Japokuwa mchezo kwa namna moja ama nyingine hauonekani kuwa mchezo rahisi, unaonekana kuwa ni mchezo mgumu ambao
kila mmoja anatamani kupata hizo alama ambazo zitamweka katika nafasi nzuri au kutoa hiyo taji la CRDB. Simba amebaki na mchezo na Singida Black Stars ambao anacheza kesho, lakini pia mchezo wa mwisho atacheza na KMC. Unaiona Simba ikipata pointi 6 kuna hii mechi mbili ambazo zimesalia? Kwa KMC unaona asilimia zaidi ya 90 Simba kupata matokeo ya ushindi, lakini kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars unaona kidogo kutakuwa na huo ugumu, kwa sababu Singida miongoni mwa timu pia ambazo zina wachezaji wazuri, kikosi bora, lakini pia sababu pia za kihistoria zinatuonesha kwamba Simba na Singida Black Stars mara nyingi wakikutana michezo yake inakuwa ni migumu mno. So Simba wenyewe wanatambua kwamba anakwenda kwenye mchezo mgumu dhidi ya Singida Black Stars ambao kimsingi kwenye mchezo ya hivi karibuni wamekuwa na fomu nzuri, wachezaji wake wamekuwa na jitihada kujituma mara baada ya kutetereka katikati. Hapa tukashuhudia uongozi ukifanya reaction ya kukata wachezaji mishahara na posho zao, so kitu ambacho kimekwenda kustimulate tena morali kwa mara nyingine tena. Tumeshuhudia Singida ambayo kimsingi sasa ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa ikikusanya kwenye kila mchezo alama, so hata Simba wao wenyewe wanakwenda katika mchezo wanajua kabisa wanakwenda kukutana na timu ya daraja ipi, so lolote linaweza kutokea, lakini kwa kawaida unaona kwamba Simba wana advantage hiyo ya kupata matokeo ya ushindi kwa sababu ya daraja la wachezaji, na hata ukiangalia mechi yao ya mwisho iliyokutana Simba alipata ushindi japokuwa mechi ilionekana kuwa tafu, lakini Simba alifanikiwa kupata matokeo. Kwa hiyo tutegemee kuona mechi ambayo kimsingi lolote ambalo linaweza likatokea. Yes. Singida wanacheza na Simba, lakini kuna mchezaji ambaye ameibuka sasa hivi Mosi Nduumwe ambaye amekuja kwa kasi from nowhere, ameanza kumkimbiza Faisal na sasa hivi tunavyozungumza wanakuja kwenda kucheza na Simba. Pengine Singida anaweza kuconcentrate na hilo, kumtafutia Mosi top scorer, kwa maana ya wanaweza kumtafutia pengine mabao hiko ambacho pengine kinaweza kikafanyika, kinaweza kuleta athari kwao kupoteza mchezo, ama kinaweza kuwatoa Simba mchezoni kwa maana ya kuwa wanashambuliwa zaidi. Mechi aina ya Simba sio mechi ya kwenda kumtafutia mtu magoli, kwa sababu ni mechi ngumu, na mechi ngumu na nyingi watu ambao wanakwenda kwa moyo mechi sio yule ambaye mnamtegemea nyinyi. Ukimwangalia Mosi ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo, lakini wamekuwa na kiwango bora sana. Miongoni mwa sajili bora ambazo zimefanyika katika dirisha dogo la usajili, huwezi kuacha kulitaja jina lake, na amekuwa na kiwango bora sana tangu amejiunga na Singida Black Stars, na hivi sasa nazungumza ni miongoni pia mwa wachezaji ambao wana idadi kubwa sana ya magoli. So kwa mimi nadhani kwa Singida sidhani kama wataingia katika huo mtego wa kwenda kucheza mchezo ili wamtengenezee Mosi ili aweze kufunga. Kwangu mimi nachoamini kwamba kama tutokea nafasi anaweza akascore, lakini sio kwamba mentality ya wachezaji wakaiset kwa Ndoumwe aweze kupata goli, itakuwa ni jambo gumu, kwa sababu Simba ni timu ya daraja la juu. Kwa timu ya daraja la juu hahitaji nyinyi tena muende kama nyinyi ndio timu kubwa. Yaani leo hii labda tungesema labda Simba inacheza na Singida, ama Singida yani Simba ndo anamtengeneza na top scorer mbele ya Singida, kuna namna fulani tunaweza tukaona kwamba it's okay, lakini kwa Singida kumtengeneza top scorer kwenye mchezo zidi ya Simba kwangu mimi nadhani ni uongo. Lakini kama itatokea nafasi anaweza akascore, kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa na consistency ya kufunga, na ukiangalia hivi sasa yeye mwenyewe binafsi spirit ya upambanaji imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya trending ya mabao ambayo amekuwa ameyapata. Kwa mchezaji unapozidi kufunga unapata ile exposure na morali ya kuhakikisha unaweza kuendelea kuonesha ubora kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo binafsi nadhani kwa Singida sitarajii kuona kwamba wataingia kwenye mindset ya kumtengenezea mchezaji mmoja aweze kupata magoli zaidi ya kusema kwamba anaingia katika mchezo ili aweze kupata matokeo ya ushindi. Yes. Kama ikitokea ni hivyo inaweza kufanya game kuwa rahisi kwa upande wa Simba. Yes, kwa sababu Simba wana wachezaji wa daraja la juu, na kama wanachezaji wa daraja la juu wakienda kukutana timu kama Singida, kama wataingia na mentality ya kumtengenezea mchezaji mmoja aweze kuscore, inaweza ikawa changamoto kubwa, kwa sababu kutakuwa na advantage kubwa sana kwa Simba, hususan kutokuruhusu goli, kwa sababu wana uwezo, wana wachezaji ambao wanaweza wakacheza man to man, ambayo kimsingi Singida wao wanaweza kukosa ubunifu wa kupata magoli, kwa sababu leo hii ukiangalia kikosi cha Simba kuna numbers ya wachezaji ambao wa daraja la juu sana. Sasa katika eneo la ulinzi tunazungumza kina Rushen De Rock, tunazungumza kina Ismail Toure, eneo la katikati kina Yusuf Kagoma. So sio rahisi timu kama Simba ukacheze nayo afu utegemee mchezaji mmoja ili aweze kuizuru Simba.
Kwangu mimi nadhani kama wataingia na mentality hiyo, mechi itakuwa nyepesi sana kwa Simba, hususan kutokuruhusu goli, kwa sababu wataweza kudeal vizuri na mchezaji huyo, kwa sababu hivi sasa kwenye huu mchezo yeye ndio anaonekana kwa mchezaji wa kuchungwa zaidi kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Kwa maana lazima Simba wakiingia katika huu mchezo wataandaa mpango mkakati wa kuhakikisha wanaweza kumzuia ili mradi asiweze kuscore. Kwa hiyo lazima itakuwa kuna ugumu na kwa Simba itakuwa kuna wepesi zaidi. Asante. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.